Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje. Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu, kwa hizi tabu nazopitia. Kamwene, watu wa Lulanzi, ninataka mko vizuri, lakini poleni na mgonjwa, na hongereni kwa kufika hapa pia. Hongereni kwa kufika hapa kwenye kampeni ya Tunaishi Nao. Na muda huu sasa tunatamani tuanze ratiba zetu. Tusingependa kutumia muda mrefu sana, tunafahamu hali ya hewa inaweza kubadilika muda wote, lakini tushukuru Mungu kwa sababu tunajua ambalo linaruhusu kabisa kuzianza ratiba zetu, na muda huu tunatamani iwe hivyo. Na mimi kwa kwanza ni washukuru watu wote kutoka vitongoji mbalimbali, kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa, kwa sababu tunao wachangishaji wetu ambao wanatoka karibu kila wilaya. Tunao wachangishaji wetu ambao wanatoka karibu kila kata zinazopatikana ndani ya mkoa wa Njombe. Na muda huu tunasikika kupitia 89.1 Uplands FM. Ikiwa kuna ndugu yako hajabahatika kufika hapa, wewe mwambie tu kwamba tupo live kutoka hapa Lulanzi kwenye kampeni ya Tunaishi Nao, na leo tunamgusa mhitaji wa 9 kwenye orodha ya wahitaji wetu 12 kwa kila mwaka. Ikiwa ni msimu wa 8 huu, tumefika leo tunakamilisha idadi ya wahitaji 9, wakisalia 3 kwa msimu huu, kufikisha idadi ya wahitaji 12 ambao kila mwaka tumekuwa tukiwagusa. Na muda huu tuanze ratiba zetu, lakini wakati tunazianza ratiba zetu, ni kukaribishe mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Lulanzi kwa ajili ya kutufungulia kwa neno. Utakuwa na dakika 1 mpaka 2 ya neno, lakini pia utanisaidia kumkaribisha mtumishi wa Mungu ambaye yuko hapa kwa ajili ya kufungua kwa sala, na kisha tutaanza ratiba zetu. Mwenyekiti, karibu sana uweze kutufungulia kwa neno fupi. Siwe na mambo mengi, ni neno fupi la ufunguzi, kisha umkaribishe mtu wa Mungu atukabidhi mikononi mwa Mwenyezi Mungu, na kisha tuanze ratiba yetu hapa. Tunasikika kupitia 89.1. Mwenyekiti, karibu sana. Asante. Kwanza niseme jamani, Kamwene. Wageni wote waalika Kamwene. Pole na safari. Nipende kuwashukuru sana kwa kufika kwenu. Mimi sina mambo mengi sana. Nipende kwanza, kabla ya kukaribisha mchungaji afungue, niwaombe wachungaji, wazee wa kanisa wote, kama mpo huko, tuwaombe mkae huku mbele. Na wazee kama mpo wastaafu, tuwaombe na mkae mbele kama kuna nafasi. Baada ya kusema hivyo, Uplands FM ninawashukuru kwa kufika eneo hili na kuona mhitaji wetu wa hapa Lulanzi na kumfanyia hii tukio muhimu. Baada ya kusema hivyo, ni muombe mchungaji au mwinjilisti yoyote aliyeandaliwa, mzee wa kanisa, aweze kufungulia kwa sala. Asante. Bwana asifiwe. Amina. Nipende kuchukua nafasi hii kwa kushukuru kwa ajili ya watu wote na ujio wote wa mahali hapa kwa ajili ya jambo moja la kumsaidia mhitaji wetu. Na tufahamu ya kwamba kila anayejitoa kwa ajili ya uhitaji wa mtu asiyejiweza ndio sadaka maalum. Na sadaka safi ni ile inayotazamwa, inayowasaidia wahitaji. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tupo mahali hapa katika kijiji cha Lulanzi. Watu wako wametoka sehemu mbalimbali kwa ajili ya kumshika huyu mama mhitaji. Tunakuomba uwabariki watu wako. Tunakuomba
kila mmoja aliyefika mahali hapa awe na umoja kama alivyotoka nyumbani. Tunajua ya kwamba Mungu umetia mioyo, kila mmoja umetia moyo wa kunyosha mkono kwa ajili ya mhitaji huyu. Basi wote uwalinde, watetee, wape baraka, wafunike kwa damu ya Yesu Kristo kila nguvu na kila mamlaka za yule adui ambazo zinasimama kwa ajili ya uchoyo, tunaenda kuvunja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu, tamalaki watu wako hawa, wafunike wageni hawa, funika hata watakapo kuwepo mahali hapa na hata watakapoondoka. Bwana Mungu wa majeshi, tunaomba haya yote utuatamie katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sote tushirikiane neema ya Bwana wetu Yesu Kristo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amina. Asante sana mtumishi kwa ombi. Ni ishara sasa ya kwamba ratiba zetu zinaanza hapa. Tayari tumeshapewa mamlaka zote. Na kwa wakati mwingine tena ni kuinue mwenyekiti wa serikali ya kijiji. Kazi yako kubwa hapa mbele ni kuja kutambulisha serikali yako ya kijiji, viongozi ulioambatana nao, lakini pia wananchi na hata wadau wote ambao tupo nao hapa kwa ajili ya zoezi hili. Karibu tena. Asante kwa kupewa nafasi nyingine kuwatambulisha. Kwanza nianze na serikali yangu ya kijiji. Naomba niwatambue wajumbe wa serikali ya kijiji, wapunge mkono hapo walipo. Mtendaji wangu wa kijiji hapo alipo, naomba apunge mkono. Naomba nitambue uwepo wa mheshimiwa au mgeni rasmi, naomba hapo alipo apunge mkono. Ni uweze kuwatambua wananchi wangu wa kijiji cha Lulanzi, hapo mlipo naomba mpunge mikono. Baada ya kusema hayo, naomba niwatambue wazee wa kanisa, wachungaji, popote walipo wapunge mikono. Baada ya kusema hayo, niweze kukabidhi kwa wale kuwatambulisha wageni. Aliyeandaliwa kuwatambua wageni, karibu sana. Ila napenda nitambue uwepo wa apprentice na watumishi wao, popote walipo wapunge mikono. Asante mwenyekiti kwa utambulisho wa serikali ya kijiji, lakini pia wadau muhimu ambao tupo hapa na pamoja na wananchi ambao mmeacha shughuli zenu kwa ajili ya shughuli hii siku ya hii leo. Na muda huu kwa haraka nipende kuwainua wafanyakazi wote wa 89.1 Appliance FM, baadhi yetu ambao tumekuja hapa kwa ajili ya kukamilisha zoezi ya mahafla hii leo. Tunafahamu wako ambao wamesalia wakiwa na majukumu mengine. Wiki imechanganya kidogo, hii ina ratiba nyingi kweli ambazo zinaendelea, iwe ofisini na hata nje ya ofisi. Niwakaribishe wafanyakazi wote wa 89.1 kwa ajili ya utambulisho, lakini pia mtawatambua na wachangishaji wetu ambao wanafanya kazi kubwa ya kupita mitaa mbalimbali kwa ajili ya kukusanya ile michango ambayo inawafikia wahitaji wetu. Wafanyakazi wote twende na muda haraka. Asante. Mbele yenu ni DJ Jeda, anafahamika hivyo. Kazi zake tunazitambua kupitia vipindi mbalimbali na hasa kipindi cha Extra Favor ambacho kinaanza saa 7 mchana mpaka saa 10 jioni kwa siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Naomba uwapungie mkono wana Lulanzi. Asante. Anayefuata ni Bintu Isaac, akifahamika kama Atu Isaac. Huyo anasikika kwenye kipindi cha Jahazi la Pwani siku ya Jumapili kuanzia saa 10 mpaka saa 1 usiku. Lakini pia anafanya majukumu ya kuandaa habari za biashara na uchumi. Kama ni msikilizaji mzuri wa kipindi cha asubuhi leo, habari za biashara na uchumi huwa anaziandaa yeye, kisha zinapita kwa mhariri na baadaye zinasikika hewani. Wapungie mkono wana Lulanzi tafadhali. Kamwene. Asante. Anayefuata ni Daima Frank Mgaya. Huyu ni mhariri msaidizi katika dawati la habari 89.1 Appliance FM. Mhariri mkuu hatupo naye hapa,
naye ndio majukumu yake makubwa, lakini zaidi anasikika pia kwenye kipindi maalum cha ujumbe wa malaika watatu, kipindi ambacho kinafanyika mara 3 kwa wiki, siku ya Jumatano, Alhamisi na Jumapili kwa muda wa saa 3 mpaka saa 4 usiku. Wapungie mkono wana Lulanzi. Kamwene. Asante. Anayefuata ni Chief Coach Gerald Mkulu. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya michezo. Anapenda kujiita MC Mkulu kwenye mitandao ya kijamii huko, na ndio majukumu yake pia nje na ofisi. Yuko hapa na huwa anasikika kwenye vipindi vya michezo, Sports Power pamoja na Sports Line. Kipindi cha Sports Power huwa kinasikika siku 5 kwa siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 4 mpaka saa 7 kamili za mchana, lakini Sports Line ambayo huwa inasikika siku 7 za wiki kwa maana Jumatatu mpaka Jumapili kuanzia saa 2 mpaka saa 3 kamili usiku. Wapungie mkono pia wana Lulanzi na wengineo. Asante. Anayefuata ni Beata Yosam. Huyu anasikika kwenye kipindi cha asubuhi leo, kipindi ambacho kinaanza saa 12 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi kwa siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Lakini Jumamosi kipindi hiki huwa kinasikika saa 12 mpaka saa 3 asubuhi. Zaidi anasikika pia kwenye kipindi cha Mwanamke Jasiri ambacho kinasikika mara moja kwa wiki, Jumamosi kuanzia saa 9:30 mpaka saa 11 jioni. Wapungie mkono wana Lulanzi. Asante. Ikiwa kuna mwingine naweza ukasogea pia kwa ajili ya tumalizie utambulisho. Anayefuata anayekuja mbele yenu ni Benedicto Akrey. Huyu ni mkuu wa kitengo cha maudhui mtandaoni. Yale yote ambayo mnayaona kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X pamoja na kwingineko ikiwemo TikTok, huyu ndiye ambaye anahusika. Kazi zote zinapita kwenye mikono yake na kuhakikisha tunapatikana huko ulimwenguni kupitia mitandao ya kijamii. Zaidi pia ana studio yake ya Untouchable ambayo majukumu yake makubwa ni kuproduce nyimbo. Kwa hivyo kwa wale ambao wanaimba kwaya, lakini pia nyimbo za wasanii Bongo Flava, ili mradi unaimba unaweza ukamwona kwa ajili ya kukamilisha kazi yako. Wapungie mkono wana Lulanzi. Kamwene. Kati yetu tuna mwenyekiti wa kampeni ya Tunaishi Nao, Philemon Sanga, ambaye yuko mbele pale. Wapungie tu mkono wana Lulanzi ambaye ndiye mwenyekiti wetu wa sasa wa kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini pia mbele meza kuu pale yupo katibu wa kampeni ya Tunaishi Nao pia, Witness Mitros, akifahamika kama Cordless. Redioni majukumu yake anafanya kipindi cha Extra Flavor ambacho kinasikika kwa siku za Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10 jioni mpaka saa 7 mpaka saa 10 jioni. Na zaidi anasikika Weekend Pause, kipindi ambacho kinafanyika mara moja kwa wiki kwa Jumamosi kuanzia saa 11 hadi saa 1 usiku. Wapungie tena kwa mara nyingine mkono wana Lulanzi. Asante sana. Ratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao atakuja mbele yenu hapa. Anao muda wake maalum. Akija hapa basi ataweza kutueleza mambo mengi. Nisingependa kumuinua kwa sasa, lakini utakapofika muda wake itakuwa ni jambo jema. Mimi binafsi naitwa Pastori Kadashi. Kwenye michezo huwa napenda kutumia jina la mwamuzi msaidizi line 1. Lakini pia ni MC, najiita MC Kadashi. Sauti inayotembea, napatikana hivyo hata kwenye mitandao ya kijamii. Zaidi tuna viongozi wetu upande wa wachangishaji. Yuko mwenyekiti Frank Msemo Manyanya ambaye ametoka kutupa story 2-3 hapa. Mwenyekiti, wapungie mkono wana Lulanzi na watu wote ambao wamefika hapa. Asante mwenyekiti. Tunaye makamu mwenyekiti ambaye anamsaidia kwenye nafasi hiyo. Makamu mwenyekiti upande wa wachangishaji Charles Mlonganile. Charles Mlonganile, wapungie mkono wana Lulanzi. Asante. Lakini yuko pia katibu Michael Mponda, alitambulishwa hapa wakati tunafika. Michael Mponda, karibu pia, wapungie mkono wana Lulanzi. Asante sana. Wakati mhasibu Olifanyaga nimepewa taarifa kwamba hajafika hapa. Lakini kwa umoja wetu wachangishaji tuwapungie mkono wana Lulanzi, kiashiria cha kutupokea wakati tunawasilisha kile ambacho tumekuja nacho. Tafadhali wachangishaji wote kutoka maeneo mbalimbali, tunatambua uwepo wenu. Asante. Baada ya utambulisho huo, tukiwa tayari tumetambuana kwa kila mmoja na nafasi yake, basi muda huu bila kupoteza muda ni kukaribishe afisa mtendaji wa kijiji cha Lulanzi ambaye wewe majukumu yako hapa mbele ni kuja kutupa taarifa ya michango ya wana Lulanzi
pamoja na vitongoji vyake, na hatimaye pesa hizi ziweze kumfikia mhitaji wetu Melina Salingu, ambaye changamoto yake kila mmoja anaifahamu. Kwa kipindi cha wiki nzima tumeimba wimbo mmoja wa kumchangia mhitaji huyu, na wakumbusha tena tunasikika kupitia 89.1 Uplands FM. Afisa mtendaji, karibu sana, tuifahamu kwa maana ya taarifa ya michango. Asante sana. Jamani Kamwene. Karibuni sana hapa kijini Lulanzi. Basi moja kwa moja naomba niweze kuwasomea michango walioichanga wadau wa hapa kijiji cha Lulanzi pia na wananchi kwa ujumla. Kuna Gerard Kile shilingi 30,000, Dani Walakunga 30,000, James Walakunga 30,000, Elekea Mgindo 20,000, kanisa la KKT 81,000, kanisa la TG Lulanzi 31,300, kanisa la TG Lulanzi 20,000, walimu shule ya msingi 35,000, kikundi cha Umoja Siliki 30,000, kikundi cha Mshikamano 24,000, wajumbe wa serikali ya kijiji cha Lulanzi 100,000, Godraf Goliwe shilingi 5,000, Adi Nyato 10,000, Yohana Ndundulu 10,000, Gerald Ngenzi 10,000, kanisa la KKT Gailo 10,000, kanisa la Lasi Gailo 25,000, Lucy Kambo 10,000, Benjamin Chongolo 10,000, kikundi cha Muungano 10,000, Iginesho Matulevile 10,000, kikundi cha Twende Pamoja 15,000, Luigilo Nyato 10,000, kanisa la Sabato 14,000, kikundi cha wanaume Lulanzi 16,000, Galus Ndundulu 10,000, kikundi cha Bustani Jiko 11,000, kikundi cha Umoja ni Nguvu 13,000, kikundi cha Jitume 15,000, Alphonse Nyato 5,000, Nason Mdamu 5,000, Rafael Magoa 10,000, Peter Msiwa 10,000, Godi Mdamu 10,000, Wasemi Wikechi 10,000, Nelson Godiwe ndani ya Mbano Singe 10,000, Daudi Salingwa 10,000, Roina Msambwa 10,000, Stanela Lakunga 20,000, Peter Salingwa 10,000, Stanley Luiso Godiwe 10,000, mchungaji Nelson Godiwe 10,000, Jimmy Salingwa 5,000, Chekechea Lulanzi 10,000, Zuena Omari 10,000, Dicksoni Ndujilo 10,000, Joyce Pewe 10,000, Michael Nyato 10,000, Ombeni Valakunga 10,000, kikundi cha Siliki cha Jumatatu 10,000, kikundi cha Amani Igailo 18,000, Israeli Mlelwa shilingi 10,000, kikundi cha Simama Twende 13,000, Joshua Nyato 5,000, kikundi cha Amani Ikondo 5,000, kanisa la Beloya 14,000, Oscar Godiwe 10,000, wajumbe wa serikali ya Fadhili Mdenya shilingi 10,000, kikundi cha Upendo 19,000, kanisa la Sabato Igailo 4,500. Jumla kuu ya wadau imefika shilingi 951,300. Pia michango kutoka kwenye vitongoji kwa wananchi. Kitongoji cha Lole wametuchangia shilingi 270,200, kitongoji cha Kati 121,000, kitongoji cha Ikondo 215,000, kitongoji cha Igailo shilingi 59,000. Jumla ya michango kutoka kwenye vitongoji shilingi 655,600. Hivyo pia wakaongezeka wadau, nikiwa hapa nimefunga hesabu. Kuna Christopher Mtonyole 10,000, Enitangande shilingi 5,000. Hivyo jumla kuu ya michango ya wadau na vitongoji imetuletea shilingi $1,621,900 na wasilisha. Asante sana afisa mtendaji. Pia kuna bidhaa za vitu ambavyo wamevileta. Kuna mahindi debe 2.5, viazi debe 1, parachichi debe 1, maharage lita 6, alizeti lita 3, matunda haya matopetope lita 10, mayai 2 na unga lita 4. Nasemaje kwa taarifa ya kijiji cha Lulanzi? Asante sana afisa mtendaji, nikushukuru sana kwa taarifa hiyo ya michango ambayo imeratibiwa na serikali ya kijiji cha Lulanzi. Usijisikie kama umesahaulika kwa kuwa ambaye umefika hapa na hukubahatika kumfikia afisa mtendaji ama mwenyekiti wako wa kitongoji na hata kijiji, kwa sababu tunalo kapu la nyumbani ambalo litafanyika hapa kwa ajili ya wewe ambaye pengine unatamani kuongeza chochote, lakini kwa wale pia ambao bado mlikuwa hamjatoa. Kwa hivyo tutakuwa na kapu la nyumbani hapa. Muda huu sasa ni muinue mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao, tupate pia taarifa ya michango ambayo
imeratibiwa na 89.1 kwa kushirikiana na wachangishaji wetu ambao wanakusanya michango huko katika mitaa mbalimbali, vijiji na hata vitongoji kwenye kata zetu. Ratibu, karibu sana tuipate taarifa ya kilichopatikana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Kamwene, Mapembelo. Asanteni sana. Mfalme wa amani anakuja. Beda ni kuna nyingine tena? Ziko nyingi. Hizi zimewakilisha. Asante sana. Basi kipekee tumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa nafasi ya upendeleo sisi kuiona siku ya leo, lakini pia hata kufika hapa kwa ajili ya jambo hili kubwa ambalo tumekuja kulifanya. Lakini pia ndakuwa mchoyo wa fadhila kama sitowashukuru uongozi wa kata Igima ukiwakilishwa na mwakilishi wa mheshimiwa diwani, lakini vile vile uongozi wa kijiji hiki cha Lulanzi pamoja na wajumbe, bila kuwasahau wananchi wote ambao mmekusanyika hapa. Nitakuwa mchoyo wa fadhila pia kama sitowashukuru ndugu jamaa na marafiki ambao wanatusikiliza sasa hivi kupitia radio kwenye maeneo mbalimbali, lakini pia wote ambao wanaendelea kushiriki kampeni ya Tunaishi Nao, wakiwemo wachangishaji wa michango kutoka maeneo mbalimbali wakiwakilishwa na Pamba Nyepesi kutoka Uigagala. Basi itoshe kusema tunawashukuruni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa sababu ya kuendelea kushiriki na sisi kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Lakini kipekee nizungumze machache kuhusiana na kile ambacho tumekuja kufanya siku ya leo mahali hapa. Ndugu zangu wana Lulanzi, leo sisi tumekuja hapa ni mara ya pili tunafanya kampeni ya Tunaishi Nao. Licha ya kwamba ukaaji wenu wengine inaonekana ni vikosi vinaendelea, sijini vikao vinaendelea kule nyuma na mahali pengine, lakini ingekuwa ni vizuri kama tungeweza kushirikiana wote kwenye jambo hili ambalo limetuleta mahali hapa. Utulivu ukachukua nafasi na tukalifanya hili ambalo tumekuja kulifanya. Ndugu zangu, tulikuja miaka kadhaa iliyopita kwa ajili ya binti Atu ambaye tuliweza kumsaidia kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Licha ya kwamba haikuzaa matunda kwetu kwa sababu alifariki siku chache toka tumemsaidia kupitia kampeni ya Tunaishi Nao, lakini kusudi letu sisi tulifanikiwa kulitekeleza ama kulitimiza. Kwa hilo tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini leo tumerudi tena tukiwa tumekuja kumsaidia mama yetu kutoka pale Igailo ambaye kimsingi anapitia changamoto ambayo ni kubwa sana. Kuna namna kibinadamu tunaweza tukawa tunaiangalia changamoto kwamba inaweza kawa na watazama kama ni ndogo, lakini ukienda kwenye uhalisia changamoto ile ni kubwa na ni kubwa sana, kwa sababu kutumia kiasi cha shilingi 485,000 kila baada ya wiki 3 sio kitu ambacho ni rahisi. Kwa wiki hapo inahitajika 1,166,000 ambayo kimsingi katika maisha yetu ya kawaida kwenye utafutaji wetu sio jambo ambalo ni rahisi. Uongo ndugu zangu? Kwa hiyo ile ni changamoto ambayo ni kubwa. Wao kama familia, kama ambavyo tumekuwa tukisema, wamejitahidi kulifanya hilo kwa muda wa miaka 2, lakini imefikia hatua ambayo wameishiwa, hawawezi kuendelea tena. Lakini sisi tulio hai, sisi wapambanaji na watafutaji wa kila siku, sisi ndo kusudi rasmi la yule mama kuendelea kupata tabasamu la kuendelea na matibabu. Uongo? Tunawashukuru sana wana Lulanzi kwa sababu tayari kuna vitu mlishafanya michango kwa ajili ya kumsaidia yule mama katika kijiji chenu, mkianzia kitongoji cha Igailo, na akafanikiwa kupata kiasi fulani ambacho kilimsaidia kwa ajili ya shule hiyo. Lakini bado leo pia mmeweza kufanya tena kwa namna nyingine kwa ajili ya kuchangia michango hii. Ndugu zangu wana Lulanzi pamoja na maeneo mbalimbali ambao mnanisikiliza muda huu, naomba niseme kitu. Hapa Lulanzi pamekuwa kama kuna kamgomo fulani
juu ya hiki ambacho kinafanyika siku ya leo. Watu wamejivuta sana kwa ajili ya hili jambo, lakini nimepata taarifa na nimeambiwa ni kwa nini hayo yote yalikuwa yanaendelea. Naomba niwaambieni kitu kimoja. Viongozi, sisi hatuwezi kumwambia mhitaji tutakusaidia. Ambacho tunakifanya ni tunapokea taarifa. Swala la kumsaidia lini linabaki kuwa la kwetu. Sijui kama naeleweka. Linapofika swala la kumsaidia, sisi ndo tunapiga simu, kesho tunakuja kuchukua taarifa. Tunaamini kama mwenyekiti au mtendaji hatakuwepo, wapo wawakilishi. Si ndio ndugu zangu? Sasa yale maswala ya kwanza kujiinua kwamba kwa nini sijaambiwa mimi kusema ukweli sijaridhika na sijakipenda hicho kitu. Vikao vimekuwa vingi, kwa nini hatukuambiwa mapema ili tujipange kuwapokea wageni? Haya wamefika, mmewapokeaje? Nitaka mtubebe hivi. Sijui kama naeleka vizuri Ndugu zangu, haya tunayoyafanya tunafanya kwa ajili ya kusaidia mtu. Tupo hapa kwa ajili ya kuokoa uhai wa mtu. Linapokuwa limefika jambo mezani, tulifanye, tumalize, tuondoke. Tumefika hapa leo, wanalulanzi hata 30 hawafiki. Mimi kwa njia nimetumiwa message. Hapa unaambiwa hata 20 hawafiki. Nikasema Mungu ndo mwenye watu wake. Sasa hivi mmekuja Mwawi. Nimeambiwa kuna watu wengine walipewa barua ambazo tuliziandika kwa ajili ya kuomba michango, wakarudisha bila kuleta michango. Vigezo ni kwamba wametengeneza kwamba kuna yule fulani naye alitakiwa saidiwe, fulani ndo alitakiwa saidiwe. Haya, aachwe nani? Sijui kama naeleka nikisema Yaani ni nani tumwache na nani tumsaidie? Tunaomba tukusanyike hivi kwa sababu tunataka kutoa elimu. Kama kuna mtu mwingine ana changamoto, huyo atasaidiwa pia wakati mwingine. Lakini hata sisi pia tunaweza tukafanya kama ambavyo tulikuwa tukifanya huko nyuma. Ila tukianza kutengeneza vigezo katikati ya tukio ambalo linatakiwa kufanyika, hivi vitu havikubaliki kabisa. Mimi nimekuja hapa, nimekaa kikao na viongozi, tumekaa tumejadiliana. Lakini baadaye yaliyoendelea nyinyi ndio mnajua. Mwema, pole sana ndugu yangu. Lakini pia nakupongeza kwa ukakamavu wako kwa ajili ya hili. Hakikisha kampeni hii inafanikiwa katika eneo hili. Mungu akubariki sana. Alafu nikwambie tu, Mungu atokee kwenye ukoo wa watu. Hiki ambacho wewe umekifanya kukomaa kuhakikisha kampeni inafanikiwa, Mwenyezi Mungu ndo ambaye atakulipa. Sisi binadamu hatuwezi kukulipa. Vile vikao ambavyo vilianza kukaliwa, ndugu zangu, unapopewa nafasi ya kuwa kiongozi, kuna kiongozi mmoja alisema uongozi ni kama koti tu. Basi hakikisha na wewe unavaa liwe linakupendeza, isije kaonekana kesho akija kulivaa mwenzio ndo anapendeza zaidi kuliko ambavyo ulikuwa unapendeza wewe. Lakini vitu hivi tunasema kama kuna mahali hapako sawa, tuulizane, tuambiane. Sisi kama naeleka, sisi tunafanya kampeni, tunaishi nao kwa wahitaji wetu. Kwa hiyo tunapokuwa tunaenda kwenye eneo, tunashirikisha uongozi na kila kitu ili kuweza kuifanya kampeni. Sasa hizi mbwembwe, kwani wao ndio wanatoa michango yote? Wanaotoa michango ni wananchi. Kazi yako ni kuhamasisha wananchi waweze kutoa michango. Na Mwenyezi Mungu mwema wametoa au hawajatoa? Wametoa. Kwa hiyo hayo mengine tuyaache kama yalivyo, ni ya kwake aliyokuwa anafikiria hivyo. Mimi sitokee Lulanzi ndugu zangu, siwezi kusema. Mimi hapa sio kwetu. Kwa hiyo lazima tuambizane ukweli. Unapokuwa kiongozi umepewa majukumu, yafanye majukumu kwa ajili ya wananchi wako. Utajisikiaje siku ukienda msibani yule mtu amefariki ndio unatangaza matangazo ya serikali bado? Lakini huyo mtu aliumwa, watu walikuja kwa ajili ya kumsaidia, vigezo vikawa vingi. Yani kwa nini mimi sikuambiwa? Mimi ndo nilitakiwa. Kwa nini wewe ndo umeambiwa? Sasa jamani, nachoka mimi mjukuu wa mzee nako. Niwaombe ndugu zangu, na hili tatizo halipo kwenye eneo la Lulanzi tu,
hata hawa wachangishaji wetu wanapitia changamoto kubwa sana kwa wenye viti na wa maeneo wanakotokea. Kuna mahali, kuna baadhi ya wenye viti hawawapi support, kwa sababu wao ndio wanaotakiwa kuhamasisha, lakini hawawapi support ya kuhakikisha kampeni ya Tunaishi Nawe inafanikiwa. Kuna mwenyekiti mmoja eneo fulani alikuwa mbishi sana, kila watu wakienda hata kuomba mchango kwake hatoi. Sasa hivi anaumwa yeye mwenyewe. Sijui kama naeleka vizuri eh? Sasa hivi anaumwa yeye mwenyewe. Unaanzaje kuinua simu kupiga kuomba msaada? Hawa wachangishaji wameamua kujitolea kwa ajili ya kuchangisha michango ya kampeni ya Tunaishi Nawe. Hakuna yeyote ambaye analipwa. Wanapoteza muda wao kuzunguka mitaani. Sasa hivi afadhali na mvua zimepungua, watateleza, watafanya nini? Mvua za kwao, jua la kwao, maneno ya kwao, lakini hakuna ambacho wanalipwa. Wameamua kujitolea kushiriki na sisi kwenye kuchangisha michango ya kampeni ya Tunaishi Nawe. Lakini unakuta kuna mahali fulani mwenyekiti wa kijiji ndio ambaye anamkatisha tamaa, anamrudisha nyuma. Hivi vitu ni havifai. Amina ndugu zangu? Havifai kwa sababu tumetengeneza mawazo ya kwetu sisi kwenye mioyo yetu na akili zetu. Tunataka tuwaambukize wengine yawe ni mawazo ya watu wengine kama wanafanya hivyo. Unajua kuna mahali unakutana na mabalozi ndio wanawanyima michango hao watu na wanawazuia. Kumbe wao wamezoea kuchangisha michango ya misiba na huwa haifiki msibani. Kwa hiyo sasa anafikiria na huyu anayechangisha mchango Tunaishi Nao kwamba huu mchango haufiki. Tunaomba hiyo tabia ife. Amina ndugu zangu? Amina. Lakini pia tunatakiwa tujue kila mmoja hapa tulipo, kila mmoja na jina lake. Kama majina yetu yanafanana, tumetofautiana kwenye tarehe za kuzaliwa, hata madarasa ya shule tuliyosoma kumaliza kwetu. Huo ndio tofauti mkubwa. Usishawishiwe na mtu mwingine kuto kushiriki kwenye kitu fulani. Kila mmoja ni njia yake. Amina ndugu zangu? Amina. Kila mmoja ni njia yake. Nilishasema hakuna aliyeandika barua SLP Mungu naomba unipe ugonjwa mbaya. Hayupo. Wote tunaomba mazuri kwa Mungu, lakini changamoto zinakuja ili zitufundishe baadhi ya vitu vingi. Tunafahamu kwamba huu haukuwa utamaduni wetu kutengeneza kusanyiko kubwa kama hili hapa leo kwa ajili ya kusaidia mgonjwa. Haikuwahi kutokea. Uongo jamani? Lakini leo tumeanza kupitia Upland FM. Basi tulione hili ni jukumu na tuliwajibikie. Tunaelewana ndugu zangu? Pindi anapotokea mgonjwa kwenye baadhi ya maeneo, unajua sasa hivi kunaweza kukuta kuna mtu ana changamoto inayohitaji 800,000. Hivi changamoto inayohitaji 800,000 kwenye kile kijiji ni inatakiwa iende Upland? Inatakiwa ije Tunaishi Nao? Analanzi mbona hamjibu? Inatakiwa ije Tunaishi Nao kwenye changamoto inayohitaji 800,000? Maana yake ni kwamba sisi wenyewe tunaweza tukafanya tukamsaidia yule mtu, ila tukiinua mioyo migumu hatuwezi kufanikiwa. Narudia tena wanalulanzi, kuna kitu tumeendelea kujifunza leo kwenye michango yetu. 1,600,000 na point, si ndio? Haya, hapa kila mmoja ashike calculator, aandike hiyo 1,600,000 na point, atoe mchango aliotoa yeye. Inabaki shilingi ngapi? Sijui kama naeleka vizuri eh? Kile kinachobaki wamechangia wenzio, lakini na wewe umo, ndio inaonesha thamani ya kile kidogo kidogo. Si ndio ndugu zangu? Kwamba huyu akitoa hiki na huyu akitoa hiki na huyu akitoa hiki, tunafanikiwa, tunatengeneza kikubwa, tunasonga mbele, tunaenda. Amina ndugu zangu? Amina. Kwa hiyo pamoja na kusema hayo, tunaomba sana tuendelee kushirikiana. Wahitaji wapo wengi sana kwenye maeneo mengi. Tunaelekea ukingoni mwa kampeni ya Tunaishi Nao. Leo ni mhitaji wa 9. Lakini bado tuna wahitaji wengi mno. Wengi sana ambao wametuma maombi wakieleza juu ya changamoto mbalimbali ambazo zinawasumbua na wanawahitaji msaada. Lakini wengine tunawaomba viongozi wa serikali kwenye maeneo mbalimbali. Basi sawa, tengeneza hata kumbukumbu kwamba uliwahi kufanya hata Tunaishi Nao kwenye kijiji chako, si ndio? Uliweza kufanikisha jambo fulani na likafanikiwa. Tunaelewana ndugu zangu? Ili tuweze kuwasaidia hawa watu. Kuna mtu mwingine anahitaji kidogo tu, hata anahitaji kikubwa.
lakini hicho tukiitisha kwa watu wetu tunaweza kufanikiwa. Amina ndugu zangu. Lakini pamoja na hayo pia naomba nitoe taarifa, tutaongeza mhitaji mmoja kulingana na uratibu wetu kupitia kampeni tunaishi nao. Hizi dakika za mwishoni tunafahamu vizuri tumekuwa na changamoto za wahitaji wengi sana ambao wanasumbuliwa na kansa. Kwa hiyo kuna baadhi ya wale ambao wameshatufikia kwenye maombi yetu, tumeonelea na tumefikiri ni vizuri kama tutaongeza mhitaji mmoja kupitia kampeni ya tunaishi nao. Kwa maana hiyo, ndugu zetu wachangishaji, wasikilizaji kutoka maeneo mbalimbali, naomba tufahamu kwamba haitakuwa 12 na badala yake itakuwa 10 na ngapi? Itakuwa 13. Kwa hiyo tutaongeza mhitaji mmoja na ili tuweze kumsaidia. Nini ombi letu na wito wetu katika hili? Tuendelee kushiriki kutoa michango. Zile shilingi 1000, shilingi 2000 zitaendelea kuwainua watu wengine, zitaendelea kuwapa nguvu watu wengine, na mwisho wa siku watakuja kupata matumaini. Amina ndugu zangu. Kwa hiyo ninawaomba sana tuweze kushirikiana katika hilo ili tuweze kulifanikisha. Na baada ya kusema hayo sasa, naomba niwasilishe jumla ya michango ambayo sisi Upland FM tumekuja nayo. Kama ambavyo mtendaji amewasoma wadau mbalimbali ambao wameshiriki kwenye kijiji hiki kuchangia kupitia kampeni tunaishi nao, basi na sisi tuwasome wadau mbalimbali kutoka vijiji mbalimbali ambao wameweza kuchangia michango hii kupitia kampeni tunaishi nao. Kutoka kijiji cha Ihangana tumepokea 1,225, kijiji cha Yakobi 85,000, kijiji cha Itulike 138,500, kijiji cha Lugenge 35,000, mtaa wa Mkwenzuru 21,400, kijiji cha Igoma 88,300, mtaa wa Nazareti 75,700, kijiji cha Iungilo 46,400, kijiji cha Kilenzi 54,200, mtaa wa Peluhanda 65,900, kijiji cha Itipula 1,152. Vile vile tumepokea kutoka kijiji cha Ihanga 32,000, mtaa wa Jeshoni na Mpechi 1,500, mtaa wa Hagafilo 28,300, ambapo utume wa Fatima umetoa shilingi 13,000. Kijiji cha Mfeleke 1,10,15, kijiji cha Utalingolo 1,14,300, kijiji cha Magoda 50,700, Njomlole 83,500, KKKT Kitichi wametoa 20,000, Romani Madasi Malamba wametoa 17,900. Hii inajumlishwa kwenye fedha ya kijiji cha Usita ambayo inafanya kuwa shilingi 1,50,600. Igagala wamechangia shilingi 80,000, ambapo Romani Ngongoti shilingi 6,000. Pale Mgodechi wamechangia jumla shilingi 4,40,200, ambapo Seti Kinyozi shilingi 10,000, Mtanga shilingi 40,000, Kenneth Ndendia shilingi 50,000, Rasim Mgodechi 45,000, AGT Mgodechi 13,100. Mtaa Wikichi wamechangia shilingi 1,14,200, ambapo Sabato Wikichi ni 15,500. Mtaa wa Usalule 1,82,500. Stendi ya zamani 72,000. Igominyi shilingi 50,000. Mtaa wa Ngalanga 96,000. Kijiji cha Utelewe 64,500. Kijiji cha Nole 1,02,500. Mtaa wa Melinze, hivi Nole imeshakuwa kijiji ni Halula hapa Nole kile ni kitongoji pamoja na Ihalula shilingi 83,100. Idonda kijiji 1,18,600. Kijiji cha Ikisa 20,500. Mtaa wa Wemba 129,100 kama nimekosea utaniambia radhi. Mtaa wa Kibena hospitali 139,000. Kijiji cha Ulembo 83,500. Mtaa wa Ramadhani 203,700. Kijiji cha Luponde 68,850. Lakini vile vile tumepokea kutoka kijiji cha Igose 70,000, ambapo KKKT Ihenye Kipengele wametoa shilingi 25,000. Pentecoste
pale Igosi wametoa shilingi 12,500. Kijiji cha Muhaji 1,500. KKKT Igima 45,200. KKKT Itombololo 4,000, ambapo inajumuishwa kwenye kijiji cha Igima 112,500. Kijiji cha Havanga wao wametoa shilingi 1,200, ambapo KKKT kijijini wametoa shilingi 44,500. Kikundi cha Ngoma shilingi 15,000 wameweza kuchangia. Mawindi shilingi 147,200. Kikundi cha Jafelia 15,000. Kama nimekosea utaniwia radhi. Mtaa wa Mgendela wameweza kuchangia 1,100,900. Mashabiki wa Yanga pale wamechangia 20,000. Hizumbe shilingi 5,000. Matiganjola wameweza kuchangia shilingi 256,200, ambapo Baptisti Matiganjola 12,500. KKKT Matiganjola 83,900. Anglikana 40,100. Kijiji cha Lusisi wamechangia jumla shilingi 2,21,950. KKKT wa Lusisi 50,350. RC 10,000. SSB 21,600. Yanzutwa 2,50,800. Roman 42,100. KKKT 8,000. Lakini kijiji cha Nyumbanitu wao wameweza kuchangia shilingi 2,56,900, ambapo kikundi cha Twende na Wakati 20,000. Imanyika 5,000. Julius Vangameli Msigwa shilingi 5,000. Mtaa wa Kambarage wameweza kuchangia 200,000, 28,900. TAG Kambarage 1,100,600. Kijiji cha Limagi 1,126,000. Kijiji cha Kidegembye wao wamechangia 5,000, 12,350. KKKT Ushalika Kidegembye 79,100. TAG Supermarket 6,700. Shule ya Sekondari Kidegembye 29,000. Shule ya Msingi Kidegembye shilingi 12,000. TAG Ikombe 14,500. Pentecoste Matindi shilingi 4,000 ndio ambayo wameweza kuchangia. Lakini pia tumepokea kutoka kijiji cha Ikando 1,200,025. KKKT Iponda 22,700, ambayo imejumlishwa na fedha ya kijiji cha Ibumila kwa shilingi 160,700. Kijiji cha Mpeto 100,000, ni mtaa ule wa Mpeto 188,800. Itulahumba 2,200,100. Kanisa la Kristo shilingi 10,000. Kanisa la Sabato Isindagosi 28,000 kutoka Itulahumba pale. Kijiji cha Itunduma wamechangia 465,700. Regina Mshindo Ikuna shilingi 4,000. Huruma Mwinami shilingi 5,000. TPC Nyamagala shilingi 6,000. TAG Tunduma 21,500. Kibenakati KKKT wametoa shilingi 60,000. TAG 27,000. EAGT 20,000. Sabato 22,000, jumla 334,100. Mtwango amechangia shilingi 2,12,600. Maheve 129,100. Kijiji cha Makoga 1,105. Kijiji cha Nyombo 143. Kijiji cha Maduma 132,400. Wachezaji kutoka Iponda shilingi 24,000. Tumepokea pia kutoka makundi ya Tunaishi Nao: A shilingi 28,000, C 30,000, D 38,000. Wasio na makundi 92,000. Kwenye simu zetu fedha ambazo tumekuwa tukizipokea na kuwashukuru watu studio, tumepokea jumla shilingi 1,119,000. Jumla ya michango ambayo tumekuja nayo sisi kwa uratibu wa Upland FM ni 6,439,750. 6,439,750.
11,750. Lakini sambamba na michango hiyo ambayo tumekuja nayo ni kwamba vipo vitu mbalimbali ambavyo watu wameweza kuchangia. Tunayo mahindi debe 5 na lita 3, maharage debe 2 na lita 8, unga wa mahindi debe 4 na lita 1, sabuni ya unga pakiti 10, chumvi pakiti 28, zipo nguo mbalimbali, parachichi debe 3, machungwa 10, sabuni ya mche 2 na vipande 2, mchele kilo 1, sukari kilo 1.5, dagaa nusu kilo, mafuta kupaka kopo 1, cabbage 1, maboga 6, ndizi chane 3, nyanya chungu kiasi, tuna nanasi 1 na nyanya lita 4. Naomba kuwakilisha. Asante mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao kwa taarifa ya michango ambayo imepatikana chini ya uratibu wa Plains FM. Wakati huu sasa, wakati tunaelekea kwenye kapu la nyumbani, kama ambavyo niliwajuza hapa awali kwamba kama hukufanya jambo basi una nafasi hapa, kwa sababu tutakuwa na kapu la nyumbani. Nimuinue kiongozi ambaye yupo hapa kwa ajili ya kumwakilisha mheshimiwa diwani wa kata ya Igima, naye azungumze neno, lakini pia inawezekana atufikishie salamu za mheshimiwa diwani, na kisha ndiye ambaye atatuongoza kwenye kapu la nyumbani. Kwa hivyo niwaombe tuwe na huo utayari. Shilingi 200, shilingi 1000, unawiwa kuchangia shilingi 5000. Change tutarudisha pia, kwa hiyo usiwe na shaka. Kiongozi, karibu sana uzungumze na wana Lulanzi, lakini utatuongozea zoezi la kapu la nyumbani wakati mazingira yanaendelea kuwekwa sawa. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asalamu alaikum. Kamwene. Asante. Nichukue nafasi hii mimi kama kumwakilisha mheshimiwa diwani. Kwa hiyo mheshimiwa diwani nadhani yeye amepata udhuru. Kwa hiyo hakuahidi chochote kwamba labda niseme nini kwa tukio hili. Kwa hiyo akasema nimwakilishe tu, lakini na mimi kwa sababu ni mtu mzima, kwa hiyo nikaona nitafute chochote ambacho cha kusema chochote hapa. Kwa hiyo make mimi nisiwe na mambo mengi sana, naona jua linawaka, watu wanaweza kama wamechoka. Kwa hiyo niseme mimi mwenyewe nimewiwa na jambo hili, nimeona nitachangia shilingi 50,000. Kwa hiyo nitaomba mniunge mkono. Kwa hiyo nirudi kidogo tu kwa aliyezungumza kiongozi wa Upland. Kwa kweli wana Lulanzi tubadilike. Na hili sio tatizo labda pengine la wananchi, ni tatizo la uongozi. Kwa hiyo kwa kuwa message imefika, nadhani mtabadilika. Kama mtabaki hivyo hivyo, basi na maana itaonekana basi sisi tuna matatizo makubwa. Kwa hiyo sina mengi, naomba nipewe kapu ili niweze kushughulika na mniunge mkono. Asante kiongozi kwa kutufungulia ratiba yetu ya kapu la nyumbani, na nitoe tu taratibu kwamba tutakuwa tunaanzia kushoto kwetu. Kushoto kwetu ni kwamba tunaanzia, tutamalizia kulia kwetu, wakati unakuja hapa kutoa sadaka yako namna ambavyo umeguswa. Kiongozi wetu hapa ametuambia anaanza sasa kutufungulia yeye, lakini na wengine tufuate kwa kila ambacho tumeguswa. Wakati wa DJ Jeda walete wana Lulanzi na watu wengine ambao wako hapa kwa ajili ya zoezi hili la
la uchangiaji wa kampeni ya Tunaishi Nao. Napita upande wa viongozi wangu. Nyama wapi? Nyosha mkono. Kaka Wajima, sogea hapa kidogo. Tunapita huku kwa jukwaa hivi, tunazunguka hivi. Nyosha mkono mtendaji hivi, sawa. Tunapita upande huu, tunatokea upande hivi. Lakini mimi mtabasamu sawa, msichukie. Mko live, si ndio? Haya. Yejela twende tafadhali. Hii mwiki.
tuone kwanza wao wakija. Hizi video kama zitaenda huko nafikiri itatengeneza hofu kubwa sana. Kuhusu hiyo kesho na tarehe 3, si ndio? Inaweza kutengeneza hofu kubwa mno. Wataweza kweli? Wananchi piga kelele. Wananchi wenye Msimbazi, peperusha namna hii, njoo nao hapa. Wananchi wenye Msimbazi. James, usikute kijiji ndio kinakutegemea. Wananchi wenye Msimbazi. Yaani shilingi 10,000. Mdomo koma. Mdomo koma. Koma mdomo koma. Mdomo koma. Mdomo koma. 2. Weka mama. Weka mama. Au lazima uje uonyeshe tu. 3. Okay. Hila bado hawezi. Au nyinyi mnaonaje? Wanaweza kweli? Wananchi jera eti anga kuvano wewe hiyo. Anga kuvano wewe hiyo jamaa. Twende kwenye mstari, twende kwenye mstari, twende kwenye mstari. Wanasemaje? Mbona mnakuja kama mmeandamana? Ndio wenye nchi. Walete DJ tuone. Hiyo timu mkaona mje na uzuri ni kwamba anayesoma matokeo ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Inaonekana brother huaminiki. Kama umekopa hela ndo wamekupa saizi. Umebembeleza muda mrefu sana. Bwana Richi 22. Ongeza uaminifu. Yaani unajua ni unaenda kukopa kwenye nyumba ya mtu, ni unajieleza shida mwanzo mpaka mwisho, na hakusikilizi. Baadaye unapotaka kuondoka anasema basi nikupatie hata kidogo. Ndio kilichomkuta Lichi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Salamu alaikum. Wanaosema matokeo ya kesho Simba na Yanga Zanzibar hayawahusu, kwanza muda wakati timu zinacheza watakuwa kwenye maombi. Punga mkono namna hii. Ni bora mtumikie Mungu kuliko haya mambo ya mamipila. Tuachane nayo. Mpira unachezwa Zanzibar, timu nyingine inafungwa, chakula kishuki Lulanzi, ni ujinga. Punga mkono namna hii. Bora tumtumikie Mungu aliyetuumba na aliye hai, aliyetupa pumzi ya bure. Basi kwa kusema hivyo, naomba niwalete mashabiki wa Yesu wote ambao mpo hapa. DJ Jeda walete wote.
Asante watumishi, umechoka? Sasa natangazwa hapa. Mbele yenu kuna hii t-shirt hapa, umeiona? Na kuna baadhi ya watu hapa mmeona wamevaa, si ndio? Hii t-shirt ni ya kampeni ya Tunaishi Nao. Inauzwa shilingi 20,000 za Kitanzania. Inauzwa shilingi 20,000 za Kitanzania. Sasa t-shirt hizi zinapatikana hapo meza kuu. Kama utahitaji t-shirt basi njoo inunue. T-shirt hii kwa shilingi 20,000 za Kitanzania. Lakini hii ambayo imekuja hapa, ndugu zangu wana Lulanzi, sitoirudisha kule kama sehemu ya sample. Hii t-shirt inabaki Lulanzi. Amina Na t-shirt hii itaenda kwa mhitaji wetu ambaye tunamsaidia leo. Tunatamani aivae t-shirt hii hata akiwa anaenda hospitali au anaendelea kukumbuka na kuendelea kutuombea kwa lile lililofanyika kwa ajili yake. Lakini sisi tuliopo hapa ndo wenye jukumu la kumnunulia t-shirt hii. Kuna mwingine akamkonyeza jirani yake hangi. Kuna mmoja akamkonyeza jirani yake hangi. Timkulunefe ikwanda. Amina Wewe unaweza kwenda kwenye vibarua kesho, ukalima, ukapata fedha, ukanunua t-shirt. Unahisi yule ndugu yetu pale anawaza hata kununua nguo mpya? Hapana, si ndio Ikiwa ni hapana, naomba na Lulanzi na wote ambao wanaguswa kumnunulia mama t-shirt walete hapa mbele DJ. Kama mwishoni mwa ratiba yetu mchana wa leo, tuwashukuru sana. Tunaendelea kuwapongeza wana Lulanzi na maeneo yote ambao umefika hapa. Hatujaja hapa bure, hatujapoteza. Si ndio wananchi? Hakika uwepo wetu hapa hatujapoteza, kwa sababu tumekuja kurudisha matumaini ya mwananchi mwenzetu ambaye naye pia anapaswa aendelee kuishi na shughuli zake aendelee kuzifanya kama kawaida. Tunaelekea ukingoni sasa, tukafahamu ile hesabu ya jumla, lakini pia tutapata neno la mwisho kutoka kwa uongozi wa kijiji, na hatimaye tutatawanyika kurudi kwenye majukumu yetu ya kila siku baada ya zoezi hili kubwa. Tunasikika kupitia 89.1 Plains FM kutoka hapa Lulanzi, ikiwa ni mhitaji wetu wa 9 kupitia kampeni ya Tunaishi Nao. Na huu sasa nipende kumwinua afisa mtendaji wa kijiji cha Lulanzi atoe taarifa. Kuna watu waliongezeka kama wadau wake muhimu ambao pengine awataje, lakini pia yale marekebisho ya ile michango ambayo awali aliitaja hapa. Tunawashukuru sana. Karibu sana afisa mtendaji, wakati mratibu anajiandaa na kuja na ile hesabu ya jumla. Asante, nashukuru sana kwa kupewa muda huu tena. Naomba nifanye marekebisho kwenye ule mchango wa vitongoji. Nilichanganya hivi. Kwa hiyo ni kama ifuatavyo. Kitongoji cha Ikondo walichangia shilingi 59,000. Kitongoji cha Igailo ni 215,400. Kitongoji cha Kati ni 121,000. Kitongoji cha Lole 270,200. Vivyo hivyo nikiwa natoka hapa, kuna mdau amenikabidhi shilingi 10,000, ila jina sijajua ni nani. Kwenye hesabu kule nimeongezeka. Badala ya ile shilingi milioni 1,621,000, kwa hiyo imekuwa milioni 1,631,900 na iwasilishe mikaini. Asante sana afisa mtendaji kwa marekebisho ya michango ya kijiji cha Lulanzi pamoja na vitongoji vyake. Mratibu sasa nikukaribisha hapa mbele kwa ajili ya kazi moja tu ya kutufahamisha. Tumekuwa na zoezi la changizo hapa kupitia kapu la nyumbani, lakini kuna wadau ambao waliongeza michango yao hapa na ile hesabu ya jumla tukaifahamu sasa kutoka kwa mratibu wa kampeni ya Tunaishi Nao. Mratibu, karibu sana. Jamani, hoyuli, poleni na hongereni sana. Asante sana. Basi kabla sijasoma michango yetu, naomba nirekebishe hesabu ambayo nilisoma mwanzo kutoka Ikando. Nilisema milioni 1,225,000 ni 1,122,500. Wamepiga simu wao wenyewe Ikando kwamba hatujawahi kutoa michango mingi kiasi hicho.
Kwa hiyo nafikiri hesabu ikae vizuri hivyo. Amina. Ndugu zangu, tulikuwa na makusanyo ya maeneo matatu kama si manne. Eneo la kwanza ni michango ambayo serikali wameikusanya. Eneo la pili ni uratibu wa Ablen's FM Radio. Eneo la tatu ni mwakilisho mheshimiwa diwani ndugu Nyato. Lakini eneo la nne ni kabla nyumbani tuliochangisha hapa. Kwa hiyo sasa kuhusu serikali na Ablen's FM tulijua toka mwanzo Mwakilisho wa diwani ameleta shilingi 50,000. Kabla nyumbani ambalo tulipita wote hapa baada ya mwakilisho mheshimiwa diwani tumeweza kuchangia jumla shilingi 162,700. Wanawake wamechangia shilingi 73,000. Wanaume shilingi 77,500. Mashabiki wa Simba shilingi 50,550. Mashabiki wa Yanga shilingi 87,700. Mashabiki wa Simba msiogope, ushindi ukaribu. Lakini t-shirt shilingi 14,150. Mapokezi ya kampeni shilingi 68,50. Hii ni wanarulanzi, mjipigie makofi. Jumla michango ambayo imechangishwa hapa ni 533,650. Kwa hiyo sasa serikali ya kijiji cha Lulanzi milioni 1,621,900. Ablen's FM Radio kupitia uratibu wetu milioni 6,439,750. Mwakilishi wa diwani shilingi 50,000. Kabla nyumbani michango yote hapa 533,650. Jumla mpaka sasa tunafunga hesabu na shilingi milioni 8,645,300. Milioni 8,645,300 ndio kiasi ambacho tunafunga nacho hesabu. Tuwashukuru sana wale wote ambao mmeshiriki na sisi kwa namna moja au nyingine kuweza kuchangia kwa ajili ya mhitaji Melina Salingwa. Lakini pia kesho asubuhi saa 2:30 tutatambulisha mhitaji anayefuata kwenye kampeni ya tunaishi nao. Tunaomba tumshike mkono na yeye kupitia changamoto ambayo anaipitia, twende tukaungane naye. Amina ndugu zangu Basi asanteni kwa kunisikiliza. Nao na kwa mara nyingine tena tujipigie makofi tafadhali kwa kazi kubwa ambayo tumeifanya. Wakati huo ni waombe familia na mgonjwa wetu yuko hapa pia kwa ajili ya neno la shukrani kwa familia nzima kwa ujumla, binti, mume wa mhitaji wetu na mhitaji wenyewe. Ni waombe mbele hapa kwa ajili ya kuwashukuru wananchi kwa kila ambacho wamekitoa. Ratibu amezungumza neno la mwisho hapa kwamba kesho saa 2:30 kupitia kipindi cha asubuhi leo atatambulishwa mhitaji anayefuata, mhitaji wa 10 kati ya 13 kwa mjibu wa mratibu, baada ya kuwa tayari ametutangazia kwamba ataongezeka mhitaji mmoja katika msimu wetu huu wa 8 kupitia kampeni ya tunaishi nao. Tunayo kazi nyingine kubwa ya kuhakikisha tunaiombea michango yetu, lakini pia tunaombea hata madaktari ambao watakwenda kumtibu ili angalau basi afya yake iweze kurejea vyema. Tuombe hapo, hakuna kupiga picha kwenye simu ambazo zinapiga picha tafadhali. Asante. Tayari familia ipo hapa, lakini pia mgonjwa wetu yuko hapa. Nikukaribisha sasa mama uweze kutoa neno la shukrani kwa wananchi ambao wamewiwa na wameguswa na changamoto yako. Karibu sana. Kukusanya mahali hapa. Kwa hiyo baraka hiyo inasema Mungu awabariki hata kwa muda wenu mliojitoa kwa ajili ya kuweza kuja kunipa faraja mimi. Kwa hiyo Mungu akawabariki hata pale mlipotoa, akawabariki hata kwa muda mlioenda kuwapoteza. Mungu najua ni mwaminifu, hata waacha, hata kwa pamoja na mimi. Amen.
Pole mama, na karibu pia binti wa kipekee ama binti wa pekee wa familia hii kwa ajili ya neno la shukrani kwa wananchi. Majina naitwa Farada Madumu. Wewe tumehangaika. Nashukuru hapo kwa kutokea. Nashukuru nani ndio tumeita vijiji mbalimbali. Nasema asante. Atawali. Tutapiki. Sina lakini pesa mmenipokea. Asante. Wengi wangu kisha mtotoa pesa. Namba zao mliotoa mtanisogeza. Mamangu atapata kuishi. Anatamani kuishi kama mnavyoishi nyinyi. Anatamani kuwa na afya. Lakini nasema asante. Mungu atawalipa. Atawaongezea pale mlipotoa, atawajazia kamwe mtapata. Asante. Asanteni. Asante. Asante. Pole baba, naomba unisaidie kumsaidia arudi akaketi. Karibu pia baba kwa ajili ya neno la shukrani kwa kila ambacho wananchi wamekitoa. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Zabloni Mwavila. Mmoja, napenda kushukuru Radio Aprenz kwa uwezo wenu wote mliokufanya kwa michango hii yote itokee kwa ajili ya mgonjwa huyu mke wangu. Asante na shukuru na mwenyekiti wa kijiji pamoja na timu yake yote ya vitongoji. Mungu nashukuru wote hawa, uwabariki, walinde. Pamoja na hayo nashukuru wote wenzangu wote waliokuja hapa kuchangia huu mchango. Mungu awaweke mahali pema, pale Mungu kipunguza, awajazie pale pote pale Baba. Mungu naomba nashukuru kwa yote haya, kwa wote waliofika hapa. Mungu atawajazia pale mlipowatoa. Asante mzee wangu. Karibu pia dada wa mgonjwa wetu. Karibu pia washukuru wananchi. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Mary Salinga. Ni mdogo wangu ambaye nilimwachia sasa. Mimi ninashukuru kwa wale wote ambao wamefika viwanja. Ninashukuru hata serikali pia ndio ingia viwanja. Ninashukuru hata Lady Njombe ambao wametuona sisi. Kweli ninasema asante. Sina la kusema mengi, lakini nitaendelea kuwaombea. Wengapo hata sisi ilipo siku tutakufurahi. Sana ni muda mrefu hapa duniani. Tuna msaada, tuna nini. Tumeuza mali zote, tumemaliza. Kwa hiyo ninasema wote wenye mapenzi Mungu awabariki. Sina cha kusema, hata mama zetu walitangulia mbele. Mungu awabariki wote. Awajazie pale mlipoenda kupunguza. Mungu awaongezee na zaidi. Awatie nguvu. Wote waliotoka mbali, Mungu awaongoze. Sina mengi ya kusema, lakini nitawaalika Mungu pekee ambaye anayejua. Mimi ni mwanadamu. Ninasema asante. Asante. Tumepata neno la shukrani kutoka kwa wazungumzaji wa 4 akiwemo na mgonjwa wetu wa 9 kupitia kampeni ya Tunaishi Nao na wana Lulanzi na watu wengine pia. Hatupaswi kukoma ama kufika mwisho wa kuendelea kuifariji familia hii wakati wanajiandaa kuelekea kwenye matibabu zaidi. Naweza kuona namna ambavyo swala hili ni kubwa na ni changamoto, kama ambavyo makala yenyewe ya kampeni ya Tunaishi Nao kwa mhitaji wa 9 ilikuwa ikieleza namna ambavyo amesota kwa kipindi kirefu kidogo. Na huu ni kukaribishe mwenyekiti wa serikali ya Matiganjola. Kabla ya mwenyekiti wa hapa, ni kukaribishe mwenyekiti wa Matiganjola. Utajitambulisha lakini pia na utoe neno kwenye hadhira hii kabla hatujahitimisha. Karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Awali ya yote ni washukuru Amplent kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Na jambo la pili ni wape pole hao walengwa ambao wamekutwa na tukio hili la leo. Bwana anasema unapotoa chozi hawezi kuliacha hivi asilipe. Na amini Mungu ataendelea kuwapigania
na Mungu ataendelea kuwafuta machozi. Kwa hiyo mtulie, Mungu ataendelea kuwapa nguvu, na watumishi wa Mungu, hebu tuendelee kuiombea hii familia. Baada ya kuwapa pole, niseme mimi kwa majina ni Isaac Chongolo, mwenyekiti wa Matiganjola. Nitaka niseme kwa nafasi ya sisi viongozi. Sisi viongozi, naomba tutambue kitu kimoja, kwamba sisi ni kama watumwa tu. Tunapopata nafasi tuwahudumie watu. Tuwahudumie watu. Tunapozuia huduma zinazoelekea kwa watu, basi tunajifungia sisi ni baraka ambayo Mungu ametupa. Hivyo basi, huu wito ninaotoa sitoi kwa Lulanzi tu, natoa kwa viongozi wote ambao wanatusikiliza hapa kwenye Radio Upland, kwa sababu wote ni Watanzania. Tuwahudumie wahitaji kama Mungu anavyotuagiza. Cha msingi tutambue kwamba mimi nahitaji kupokea, nahitaji kutoa. Mungu ananibariki pale ninapotoa. Ninapokuwa mchoyo kutoa, basi Mungu hawezi kufungua milango ya baraka. Mimi naamini wote tuliopo hapa, Mungu hatatuacha bure. Mungu atatulipa, kwa sababu anajua kazi hii tunayoifanya. Hii kazi sio yetu sisi, bali ni kazi ya yeye Mungu aliyetuleta duniani. Baada ya kusema haya, mimi nirudishe maiki. Asanteni sana, Mungu atubariki na Mungu aendelee kutupa nguvu ya uzima. Asante. Asante sana mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Matiganjola ambaye ameungana na sisi hapa kwenye zoezi hili la changizo la kampeni ya Tunaishi Nao. Nikukaribisha sasa mwenyekiti mwenyeji wa serikali ya kijiji cha Lulanzi kwa ajili ya neno la shukrani pia kwa niaba ya wananchi, na wakati huo mtumishi wa Mungu Mwinjilisti Joseph Ngalia ukiwa unajiandaa kwa ajili ya kutufungia na neno la mwisho, na kisha tutawanyike hapa. Karibu sana, dakika moja inakutosha kwa ajili ya neno la shukrani kwa wananchi. Naomba niseme kweli jamani. Mimi niseme napenda kushukuru sana kwa Radio Upland kwa kushirikiana na sisi kwa kuhakikisha wanatusaidia michango mingi sana. Hiyo ya milioni 8 ni hela nyingi. Na nipende kuwashukuru wote wanaochangisha kutoka mbali, wananchi wa kutoka mbali na wananchi wa hapa Lulanzi. Cha pili ni waase wananchi wa Lulanzi jamani. Niwaombe, tunapopita humo tunagombana sana. Hii isiwe mwisho. Mmeona nyinyi kijiji mmechangisha milioni 1,600,000. Lakini wananchi wanaotoka mbali wamechangia milioni 5, milioni 6 sijui 7. Sasa hamuoni kama yani sijui niseme nini? Tusifike mwisho jamani. Naomba viongozi wanaopita humo muwe mnawajibu vizuri. Basi tuendelee. Umeona vijiji vya jirani vinachangisha 300,000, 400,000, laki ngapi? Utashangaa kijiji cha Lulanzi kinatoa 40,000. Kijiji kizima. Sasa hilo silipendi. Sina mambo mengine ya kwa zaidi ni kushukuru Prince na wananchi wote waliotoka mbali na viongozi waliotoka mbali, wachungaji na watu wengine. La mwisho labda niseme hivi, baada ya kufunga niwakaribishe viongozi meza kuu. Asante kwa neno la shukrani kutoka kwa mwenyekiti wa serikali ya kijiji cha Lulanzi, mwenyeji kabisa. Na muda huu wakati unasogea Mwinjilisti Joseph Ngalia, niendelee kuwakumbusha tu kwamba sisi 89.1 vipindi vyetu vinafanyika kama kawaida, na kazi yetu kubwa ni kuendelea kuhabarisha, kuwaburudisha, lakini hata kutoa elimu pia ya masuala mbalimbali. Kwa hivyo basi kesho itakapofika majira ya saa 2:30 ama kabla, isikilize 89.1 ili kufahamu mhitaji anayefuata wa 10 wa kampeni ya Tunaishi Nao kwa msimu huu wa 8.
lakini kwa yale ambayo yamefanyika hapa toka tunaanza mpaka tunafika mwisho, marudio yake yatakuwa ni baadaye saa 4 usiku wa leo kwenye kipindi cha Mapito Yangu. Kwa hivyo ifuatilie 89.1 kufahamu. Inawezekana ulikuwa busy hapa na mambo kadha wa kadha, lakini baadaye ukitulia usiku, basi utasikiliza kwa uzuri yale ambayo yanaendelea hapa. Zaidi kwenye mitandao ya kijamii pia, watu wetu wa digital wamefanya kazi kubwa sana pia kupandisha maudhui yote ambayo yameendelea hapa. Wana Lulanzi leo mpo duniani huko. Tufuatilieni kwenye mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, lakini pia hata mitandao mingine ikiwemo X. Tunapatikana huko na maudhui yetu. Msisite kushare, kucomment na hata kulike kwenye hao maudhui. Mwisho nikukaribishe Mwinjilisti Joseph Ngalia utupatie ombi la mwisho kiashiria cha kufika tamati ya shughuli yetu hapa. Karibu. Mfalme wa amani anakuja. Hapo umejibu vizuri. Natamani niseme neno moja, hata dakika moja huenda isiishe. Katika kitabu cha Yohana sura ya 11 na 12, kuna mtu alikuwa anaumwa anaitwa Lazaro. Yesu alikuwa mbali kidogo wakati Lazaro akiwa anaumwa. Lakini wakati Yesu anafika kwenye kile kijiji, Lazaro alikuwa amekwisha kufa. Wakati Yesu anaenda ili amfufue, wakasema wameweka jiwe na Lazaro ananuka. Yesu akasema ondoeni jiwe. Wakasema hapana, ananuka. Unajua, anajifunza jambo kwenye maisha. Kuna watu wanaoweza kuzuia mtu fulani asipate uponyaji. Kuna watu wanaoweza kuwa kizingiti, wanaweza kuwa jiwe ili Yesu asifanye ufufuo kwa mtu fulani. Ukisoma wa 12 Yohana hiyo inaonyesha hata baada ya kuondoa jiwe, Yesu alipofufua, bado viongozi waliendelea kumfuata tena Lazaro ili wamuue. Yaani ameugua, amekufa, amefufuliwa na Yesu, bado viongozi wanamfuata ili wamuue. Sikiliza nikwambie, kwenye maisha hata kama unapitia changamoto ngumu kiasi gani, sio wote wanaokuonea huruma. Wengine wanatamani uweze kufa. Kazi yetu sisi viongozi, waratibu wa kampeni tunaishi nao, kazi yenu kubwa ni kuondoa jiwe, tumwachie Yesu. Kama atafufua, Yesu atafufua. Na hakuna mtu anayeweza kuzuia Yesu asifufue. Hayupo anayeweza. Kazi yetu sisi wachangishaji huko tunakopita kwenye mitaa na vijiji mbalimbali, kazi tunayoifanya ni kuondoa tu jiwe ili Yesu afanye uponyaji. Kwenye maisha nimekuambia, sio wote ambao wanafikiria neema, wanaofikiria uhai wako kuwa ni jambo jema. Wengine huenda wanatamani usije kuwepo duniani, lakini ni Yesu peke yake ndiye anayetulinda na kututunza. Mungu awabariki sana. Wakati nafika hapa asubuhi, niliona kama hakuna mwitikio Lulanzi, lakini ukweli Lulanzi kuna mwitikio mkubwa. Tujipe amina. Nimewaona mko wengi. Mungu awabariki sana. Sasa tunakwenda kuomba na kufunga. Baba mwema, mtakatifu, Mungu wetu, jina lako litukuzwe, na asante kwa huduma ambayo unatufanyia katika maisha yetu. Japokuwa inawezekana nyuma yetu tunayo mawe ambayo watu wameweka lengo na kusudi usifanye uponyaji katika maisha yetu, lakini asante kwa sababu jiwe haliwezi kukuzuia Yesu usifanye uponyaji. Asante kwa ajili ya siku ya leo. Tunamkabidhi tumishi wako ambaye siku ya leo umeona ni vyema huduma hii iweze kufanyika mahali hapa. Pamoja na yote ambayo tumeyafanya, ni imani yangu lilikuwa ni jukumu letu kuondoa jiwe ili Yesu ufanye uponyaji. Tunaomba kafanye uponyaji sawa na mapenzi yako. Ni imani yangu kwamba huduma ambayo imefanyika mahali hapa, Yesu umeikubali na wewe ndio umeiratibu kupitia watumishi wako. Jina lako litukuzwe. Tunajikabidhi mikononi mwako. Tunawakabidhi wachangishaji wote, waratibu wa Prince FM Radio, watangazaji wote, hata redio yenyewe tunaiombea. Endelea kuineemesha ili ikaendelee kufaa katika maisha yetu kwa taarifa mbalimbali.
Tunakabidhi watu wote waliokuwepo mahali hapa. Wapo ambao wataondoka hapa kurudi majumbani, wako ambao wataendelea kuishi mahali hapa kwa sababu ndio kwao. Wote tunawaombea ukawe pamoja nao. Watu watakao safiri pamoja nasi. Tunaomba kwa ajili ya madereva wetu na vyombo ambavyo tunavitumia, katulinde na ukavilinde vyombo vyetu. Asante Mungu wetu, na asante kwa ajili ya wote ambao wamehusika mahali hapa. Kwa jina lako Yesu tunaomba na kushukuru. Amina. Mungu awabariki. Tutakapoondoka tutaenda kwa amani ya Bwana. Asante sana. Ndio tamati ya tukio letu mchana wa leo. Tunawashukuru sana kwa kuja, tunawashukuru kwa kuumia na jua, lakini kama nilivyosema mwanzo, hatujapoteza kuwepo hapa. Na kabla sija wasogeza kwa mara nyingine familia kwa ajili ya picha ya pamoja na mratibu, nipende kuwakaribisha serikali ya kijiji kwa matangazo ambayo mwenyekiti ulitamani wananchi wayafahamu, lakini kwa ajili ya wageni pia kama kuna matangazo ambayo yanatuhusu. Karibu sana. Zoezi la mwisho itakuwa ni picha ya pamoja wakati wa zoezi la kukabidhiwa mfano hundi ya pesa ambayo imepatikana hapa kwa familia. Mwenyekiti, karibu kwa ajili ya matangazo kwa wananchi wa Lulanzi. Asante. Matangazo ya serikali atanisaidia mtendaji, lakini mimi niombe tu nitoe utaratibu. Naomba meza kuu hapo, kuna jengo lipo nyuma pale, tutaenda tunywe maji mara moja, na mwenyekiti wa kijiji cha Nyombo tutaongozana na mgeni rasmi, meza tutaongozana huko. Alafu wale viongozi wachangishaji, tuseme wale wachangishaji wote tutaingia kwenye jengo hili hapa. Ukiangalia hapa lipo hapa. Maana niliyosema tunaongozana meza kuu na wale wajumbe wa serikali, ndio hapo tunaongozana kwenye hiyo jengo la mtumishi. Asante, nimkaribishe mtendaji waweze kutoa nani. Basi moja kwa moja naomba niatoe matangazo ya serikali kama ifuatavyo. Tangazo la kwanza, tarehe 1 siku ya Ijumaa ambayo ni Mei Mosi, wananchi wote wa kijiji cha Lulanzi au hususan kata ya Igima tunakaribishwa kushiriki pale zile sikukuu. Na utaratibu kwa kijiji chetu kwamba magari yatafika hapa kuwabeba wananchi. Hivyo basi tunasisitizwa vikundi mbalimbali vya maziwa, parachichi, vikundi vyote tujitahidi tufike kule na usafiri upo kwa siku hiyo ya Ijumaa. Sawa jamani? Tangazo jingine kwa wale wote wasiokuwa na vitambulisho vya NIDA. Aidha ulijiandikisha lakini hujapata namba, na kuomba kesho ufike saa 2 pale ofisini tupeane utaratibu hali inakuaje. Naomba msikose mkawaambie na wale ambao hawajafika hapa. Kingine pia baada ya kutawanyika hapa, niombe wananchi tusaidiane kutandua haya maturubai ili tuyarudishe mahali ambako yalishukuliwa. Mimi mwisho niseme na washukuru wageni wote mliofika hapa kwetu. Naomba pia na siku nyingine msichoke, karibuni tena kwa kampeni, na hata sisi wananchi pia tuelewe hili jambo sio limeishia hapa, hata kesho ambako watatangaza tunatakiwa tuwajibike. Asante. Jaribu kuwaza matatizo yangekuwa kwako ingekuwaje? Hakuna nependa haya matatizo, na yakikukuta nauma. Utasema kwa wapi Mungu, yamenizidia haya machungu kwa hizi tabu nazopitia.